Hello, habari za leo, karibu tena katika channel yetu ya JW Sabo Clinic. Leo tutaongelea sababu za maambukizi kwenye via vya uzazi na dalili zake ili uweze kuzifahamu. Watu wengi wamekuwa na changamoto ya PID mara kwa mara, wamekuwa wakisumbuliwa na hawajui wafanye nini. Sasa leo nitakuelezea uweze kujielewa sasa kwamba je, ni hizo dalili niko nazo, na kama niko nazo, je, sababu zake ni zipi? Cha kwanza ni kuweza kujitambua. Ukishajitambua ni rahisi kuondokana na changamoto hiyo. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe, comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Lakini hapa nitakuelezea sababu zinazopelekea maambukizi kwenye via vya uzazi. Kwanza ni kuwepo kwa bakteria wabaya, kwa mfano Chlamydia, gonorrhea, ambayo ndugu zangu hii huambukiza kizazi na mirija ya uzazi. Ndio maana wengi utakuta watakwambia mirija imeziba, mirija ina uchafu. Sasa kama umepata hizo scenario, jua kwamba una bakteria wabaya ambao Chlamydia ipo pale, gonorrhea iko pale, ambayo inasababisha moja kwa moja maambukizi kwenye via vya uzazi. Lakini pia namba 2 tunasema ni fangasi ambazo ni yeast infection, ambayo mara nyingi hupelekea uchungu na majimaji meupe mazito. Pale unapotoa na majimaji meupe mazito yenye harufu ni kama mtindi, ni kama maziwa ya mtindi. Shtuka, hiyo ni changamoto kubwa inayoonyesha kwamba una fangasi kwenye via vyako, kwenye maambukizi, inasababisha maambukizi kwenye via vyako vya uzazi. Lakini maambukizi ambayo tunasema ni magonjwa ya zinaa, sexual transmission disease, kama kuwa na changamoto ya HIV, HPV, herpes, huongeza hatari ya kuwa na PID. Ni kwa nini? Kwa sababu ushusha kinga ya mwili, ambayo tunasema sexual transmission infections. Ukiwa na changamoto hizi, basi inaweza kupelekea maambukizi kwenye via vya uzazi. Kutofanya usafi wa uke baada ya kukojoa na au ngono. Wengi tumekuwa tukiwaambieni, na wengi tukiambiwa usafi, wao wanajua usafi ni kuongeza manukato, kuongeza kupiga perfume kule ndani, lakini pia kutumia sabuni zenye harufu kali. Lakini nikumbushe, hapana, hizo sio kufanya usafi. Usafi ni kuhakikisha unawa vizuri na maji tiririka yenye fresh kabisa, na usiongeze kitu ukeni, kwa sababu uke unajisafisha wenyewe. Ndio maana wengi tumekuwa tukiwaambia kwamba ukishinda mchana umevaa nguo yako ya ndani, ukavua jioni ukakuta ina uchafu kidogo, sio mwingi, kidogo tu, ambao hauna harufu mbaya, basi jua ulikuwa unajisafisha wenyewe. Kwa hiyo haina haja ya kupiga dotching, haina haja ya kuweka vidole, haina haja ya kuongeza chochote, kwa sababu wenyewe automatically unajisafisha wenyewe bila kuwa na shida. Lakini pia kupitia mimba ya nje ya kizazi na historia ya ujauzito wa mapema huongeza ni hatari ya maambukizi. Wengi hawafahamu kama unapata mimba nje ya kizazi, hii inaashiria kwamba tayari wewe inaweza kawa ni chanzo kimojawapo cha kuwa na maambukizi kwenye via vya uzazi. Uchovu na stress na kushindwa kupata usingizi huwa inashusha kinga ya mwili. Sasa kinga yako ya mwili kishashuka, ni changamoto kubwa sana, inapelekea maambukizi kwenye via vyako vya uzazi. Lakini pia kutoa mimba. Unapokuwa unatoa mimba, vile vifaa ambavyo unatumia huenda vingine visiwe salama, vikasababisha makovu na pengine vikasababisha maambukizi kwenye via vya uzazi. Lakini pia kushiriki na mtu mwenye changamoto ya gono. Ndio maana wanaume ni kwamba sio wengi, wanaume hawezi kupata PID, lakini mwanaume anaweza kusababisha PID kwa mwanamke akija amecarry zile bakteria, zile bakteria zinazosababisha magonjwa ya zinaa kama gonorrhea, kaswende, anaweza kumwambukiza mwanamke kuwa na changamoto ya PID, au kwa Kiswahili tunaita maambukizi kwenye via vya uzazi. Kwa hiyo hizo ndo baadhi ya sababu zinazosababisha maambukizi kwenye via vya uzazi, bila kusahau matumizi ya antibiotiki kwa muda mrefu. Unapotumia matumizi ya antibiotiki kwa muda mrefu, unapotumia njia za uzazi wa mpango kwa muda mrefu, na zenyewe zinasababisha kuwa na changamoto ya PID. Kwa nini? Ni kwa sababu zinavuruga homoni. Zikishavuruga homoni ndio inayolinda uke wako. Sasa kumbuka, uke wako una ulinzi. What do you expect? Una expect kwamba utakuwa na maambukizi kwenye via vya uzazi. Sasa hapa nitaelezea dalili za maambukizi kwenye via vya uzazi ni zipi. Ya kwanza ni kuchoka au kuumwa mwili mzima. Unakusikia mwili wako uko restless, mwili wako ni kama vile unaumwa. Ukiona dalili hizo, basi jua kwamba una maambukizi kwenye kizazi. Lakini pia maumivu makali wakati wa kukojoa
ndoa au kujamiana wakati wa tendo la ndoa. Ukipata hiyo, basi ni ishara infections ambazo zipo kwenye uke na kwenye kizazi. Homa na baridi, unahisi sana homa, unahisi sana baridi, maambukizi ni makali sana ambayo yanaweza kuleta homa, ni hatari kwa afya yako. Lakini pia hedhi zisizo za kawaida, unapata mara inachelewa, mara inawahi, mara inakuja na maumivu makali, mara inakuja ni nyeusi, mara inakuja kidogo, basi jua una maambukizi kwenye via vya uzazi. Lakini pia kutokwa na majimaji yasiyo ya kawaida. Kumbuka neno yasiyo ya kawaida ni muhimu. Yale majimaji yasiyo ya kawaida yote huwa yanaashiria kwamba una maambukizi kwenye via vya uzazi. Maumivu makali chini ya kitovu na hapa chini ya mgongo hapa, basi na kiunoni, basi huwa ni dalili mojawapo ya kwamba una maambukizi kwenye via vya uzazi. Lakini pia mimba kutungwa nje na wengine kushindwa kubeba ujauzito, na pengine ujauzito ukibeba unatoka, ni dalili nyingine inayoashiria kwamba una maambukizi kwenye via vya uzazi. Unachotakiwa ni kutafuta suluhisho, kwanza ibalance hormone, cha pili iweze kusafisha kizazi na uke. Ndio maana wengi wanaotuuliza chai dada, kwa nini nafanya kazi mapema, ni kwa sababu inazingatia vitu vitatu, na hivi vitu vitatu vikishazingatiwa, changamoto ya PID itakuwa imeisha. Sasa wengi wamekuwa sasa, tumeshatumia tiba nyingi hatujakaa sawa. Ni kwa nini? Kwa sababu cha kwanza hamjazingatia hivyo vitu. Hiyo tiba unayotumia ikizingatia hivyo vitu, umemaliza kabisa changamoto. Kama ni mara ya kwanza kupatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu apate kubariki.